Tuulizane hapo utarudisha kwa masuala ya damu na hawa na kadhalika. Kigezo cha kigezo ambacho mwanamke anakiangalia kwa wa kwanza alikuwa na date pasipokuwa na magari na kulikuwa kuna magari, si matreni ya watu kuna basi ndio tunaambiwa si vinyago si vitu gani. Kipindi kile mazingira yale. Mwanamke anachaguaje mwanaume? Kwamba huyu ndo au mwanaume anavuta paka mwanamke anamridhia kwamba huyu au ni rahisi zaidi kwa kuangalia wanyama. Katika social kwa mfano kuku. Jogoo kubwa. Ndio anapanda majike wote. In return jogoo kubwa wanaofa nini? Security. Hicho tu. Kuna usalama. Usalama wa nini? Hakuna dume jingine litakuja hapa kupanda majike haya. Kunguru wale predators jogoo lina nguvu. Mwanamke ana date au kwenye mahusiano ndoa anaingia kutokana na necessity. Yaani mara nyingi kwenye haya mambo kwenye ndoa mwanamke ndo anachagua. Kuna bwana mmoja alikuwa anasema kwenye ndoa kwa mwanaume kuna mambo mawili. Yaani kwenye ndoa kwa mwanaume imegawanyika mara hizo mara mbili. Mwanaume anaweza kaoa au kaolewa. Na huyo mwanamke sio mwanaume mwingine. Kwa sababu wanaume na wanaume na wana. Lakini traditional ndoa ya mwanamke na mwanaume ina mambo hayo. Mwanaume anaweza kuolewa au akaoa. Ukitaka kujua mwanaume ameoa. Ukitaka kujua mwanaume ameoa. Angalia kwenye familia baba yako na mama yako walivyokuwa wanaishi. Ndio utajua kama mwanaume alioa ama hakuoa. Ukitaka kujua kama mwanaume anaweza kuolewa kwenye ndoa, nenda kadeti na mwanamke ambaye ni single mother afu anaela kukuzidi. Kwa sababu kuna vitu viwili. Angalia ulipotoka kwenye familia yenu au kama si baba na mama bahati mbaya wapo duniani kuwaona, basi walokulelea waangalie. Utapata tu mfano. Na ili ujue ya pili, kai practice mwenyewe. Muda mwingine inabidi ufanye mwenyewe uone. Tafuta mwenye kibunda afu ana mtoto. Ndio utajua kama kuna kuolewa kwenye ndoa. Sasa hii inatokea kwa sababu gani? Yaani kwamba mwanamke anaweza kachagua tu kwenda. Mwanamke anachagua sehemu ambapo kuna vitu atavipata kutokana na mazingira yake. Cha kwanza kabisa kwa mfano mwanamke na mtoto ni usalama wa mtoto wake. Na kina mama wengi sana hichi kisingizio hii sababu ndio huwa inawaumiza hadi kwenye ndoa. Ushakuuliza kwa yule mwanamke anapigwa, anateswa. Akangangania nini? Cha kujifia. Uliza na watoto wangapi? Na wapo stage gani? Ana watoto wangapi? Na wako stage gani? Wakiwa stage ya katikati ya shule. Sio unasema katikati ya shule. Hadi shule ya msingi ndio kama sio la kwanza sio la pili. Kwenda juu hapo, kuitafuta sekondari. Huyu mama atavumilia hata apigwe kiasi gani? Watoto wanasoma. Watoto wana soma. Wamalize sasa. Kila mtoto awe na kila mtoto sasa wasikilize ni nyimbo Ommy Dimpoz. Ndio utajua sasa kama watoto ni wako au wa mama. Kutokana na mambo ulikuwa unayafanya. Pengine hata ulikuwa uyafanya. Kwa mwanamke anavuka na mwanaume kuna vitu unaviangalia. Vipo? Kama haipo stage hiyo. Kama ni level mama alivyo relax kwamba mama sio mama ku relax actually. Mtoto alivyochukulia mawazo ya mama ya kwanza ni nini? Mtoto kwenda kula atakuwa salama, huyo atarudi huko hawezi kubaki kule. Hawezi kubaki kule na mtoto. Kufanya mama. Kwa sababu aliamini kwamba huyu ni mtu wa watoto. Huyu ana upendo na mtoto. Sio mtoto wake tu, watoto. Kwa sababu je, kuna tofauti kati ya kumpenda mwanao na kupenda mtoto. Yaani hiyo tofauti ipo. Unaweza kuwa na roho mbaya upende watoto, lakini mwanao anaishi vizuri. Na watu wakakushangaa. Kwa sababu ni mwanao, si damu yako. Lakini watoto wengine tu wanateseka kwako. Ndio mtu anashangaa mbona kwetu mimi tunakuwa marafiki zangu au watoto wa ndugu hawaji. Mbona mimi naishi vizuri tu na mama yangu na ananipenda. Lakini sisi tukija mkokota tunaujua. Tunaujua mkokota ni mkubwa wako watu. Au tunajua imeushi wa mzee ndio maana wageni wakija kwanza ni mkubwa anatulia. Tunajua ndio maana ampigi. Mwanae si apigwi, lakini wewe sasa ndio upendo wa watoto. Na kuna familia, kuna nadhani hii pia tutakosha ishuhudia. Kuna yule anakuwa ni bibi, kama sio bibi anakuwa shangazi. Anakuwa tu mama mmoja. Ambaye watoto wote wamepita kwako wamelelewa. Na wote wanampenda.